الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فأوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فإنه قد فاز المتقون. Mzangu wa bora, mwanzo kabisa niusie nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika imani kumcha Allah jalla thanahu jalla al-Maula subhanahu, kwani kwa hakika si vinginevyo kufuzu kupo pamoja na uchaji Allah subhanahu. Tumeona katika hotuba iliyopita ya mwalimu wetu bora, ndugu yetu Abu Ramla, azungumzia kuhusiana na masala hii kwamba tuko katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu. Akastabiri na aya katika surati At-Tauba, aya hii mashuhuri 36, ya kwamba idadi ya miezi mbele ya Allah 12, na miezi hii imenukuliwa katika kitabu cha Allah fi Lawhil Mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Katika hiyo miezi akatubainishia wiki iliyopita kwamba iko miezi 14, na huu mwezi ambao tuko nao ikiwemo mwezi wa kwanza wao Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Kwa masala hii tumeona katika wiki iliyopita, lakini mwalimu wetu mbora alikuambia katika fala tadhlimu fihinna anfusakum, ya kwamba msidhulumu nafsi zenu katika miezi. Akatubainishia ya kwamba hii fihinna dhamiri yaweza ikarudi katika miezi yote 12, au dhamiri hii inarudi katika miezi 4 arba'atul hurum. Yote ni kwamba juu ya miezi yote Muislamu atakana amuogope Allah na asifanye dhulma, lakini katika miezi hii mitukufu yatakana azidishe zaidi kujiepusha na dhulma katika mgongo huu wa dunia. Akatubainishia miongoni mwao katika dhulma kubwa wiki iliyopita tumeona tuko pamoja, akatubainishia dhulma ya shirki. Fastadalla, akatoa dalili katika masala haya katika surati Luqman, surati Al-An'am aya 82, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lakini pia surati Luqman aya 13
wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'adhim. Hayo tumeona katika Ijumaa iliyopita, katuchukulia damu moja katika dhulma zote 11 baba yao ambayo ni shirki, na akatupa onyo na akatunasihi ya kwamba swala hili la shirki ni swala si la kuichekelea, na anapozungumzia mada hii ya shirki hana maana kama anakusudia wewe ushirikina. Katupa mfano kwamba anaambiwa sallallahu alaihi wasallam, lakini asharakta, lau utanishirikisha. Nani anaambiwa? Sallallahu alaihi wasallam. Kwa mifano hii hai kabisa, lau utanishirikisha Muhammad, je, Muhammad ni mshirikina? Ni tahdhiri min al-wuqu' fi, ni kujitahadhari katika kuingia katika jambo la shirki. Sasa mimi leo insha Allah bado pia niko katika dhulma, tunaangalia dhulma zinginezo. Yeye anadili na dhulma ya shirki, lakini dhulma haishi kwenye shirki tu. Falidhalika qala Ibn Rajab al-Hanbali, hivyo basi anasema mwanazuoni huyu Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu Jami' al-Ulumi wal Hikam juzuu ya 2 ukurasa 66, kwa ambao ni kufanya mutaba wala ambao ni kufuatilia juzuu ya 2 ukurasa 36, anasema aina za dhulma ziko kuu mbili, nauani. Hatubainishia kwanza ndio ambayo Sheikh alizungumza juzi, adh-dhulmu fi nafsi, dhulmu nafsi, dhulma ya kudhulumu nini? Nafsi. Ndani yake inaingia shirki, ndani yake inaingia madhambi makubwa, ndani yake inaingia madhambi madogo, kabairi dhunub wa saghari. Lakini la pili ni dhulma ya abdi li ghairi, hii yajegusa sana, ni dhulma ya mja kumdhulumu nani? Ndugu yake. Leo tuko hapa, man muradu bi dhulmi, nini maana ya dhulma? Kwanza Allah anasema fala tadhlimu fihinna, sifanye dhulma ndani ya miezi hii mitukufu. Kumbe atakana tuzidishe zaidi kuepukana na dhulma. Nini maana ya dhulma? Wa dhulmu, wanatuambia watu wa lugha, maana yake ni al-mayl anil qasd, ni mtu kumili ukaacha ni uadilifu. Lakini watu wa istilaha, watu wa fani wanatuambia hii dhulma, unaposema dhulma maana yake ni at-ta'addi anil haqq ila al-batil, ni kuvuka ukomo ukaacha jambo la haki ukaipalamia nini? Batil. Falidhalika Ibn Rajab atuambia hii dhulma ya kwanza ya nafsi, akitolea ushahidi aya ya Allah, inna shirka la dhulmun adhim. Lakini pia Allah anasema katika sura Baqara, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, hawakuwa wenye kudhulumu isipokuwa nafsi zao wenyewe walikuwa wakizifanyaje? Wakizidhulumu. Kwa hiyo ni dhulma ya nafsi, ni hatari mno ya shirki inaingia hapo. Lakini pia kabairi dhunub, leo tuko hapo katika kabairi dhunub hizo, katika dhulma pia vile kitoa hii shirki babalao, ambayo tunalikuwa tuiogope zaidi kushinda dhambi yoyote, kama alivyotupa nasaha katika Ijumaa iliyopita. Na unapohusiwa nasaha ya shirki, haina maana kwamba wewe ni mshirikina. La budda min at-tahdhiri wal hadar minhu, ni lazima uchukue tahadhari na ujiweke mbali na ashirki. Kwa hiyo leo insha Allah taala ni lazima tukubali na tuamini ya kwamba dhuluma ya mja kumfanyia ndugu yake Muislamu, kipengele hiki ni adimu sana. Falidhalika nukta hii ni ya msingi na lazima tumwage dhulma. Tukianzia na hizi dhulma zetu za katika mambo ya kibiashara, kwa wale watu wa sokoni, msikiti umefura watu wa masokoni, alhamdulillah, watu wa masokoni msikiti umejaa, kwa ni neema ya neema. Falidhalika taqullah, ni lazima mumcha Allah. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Jabir bin Abdullah inatisha. Kwa watu wa masokoni tunaanza nao kwamba ni lazima wamche Allah, na siku maneno yangu maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo hadithi ya Jabir bin Abdullah katika Muslim
Kwa kufanya muraja anasema itaku dhulma fa inna dhulma dhulmanu yawm al-qiyamah wa taku shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ila an safaku dimamahum wastahalu maharimahum. Allahu akbar. Kumbe Mtume anatuambia tuepuke na tujiepushe na dhulma, tujiepushe na dhulma, sababu dhulma ni adhabu, ni balaa. Wafasiri wa wanawazuoni hii dhulumati maana yake ni shadidi wal amwali yawm al-qiyama, atoka katika hali mbaya mwenye kudhulumu siku ya kiyama kwa kupata hukuma wal adhabu, kwa kupewa adhabu ya adhabu kwa kule kudhulumu katika dunia. Falidhalika anasema mchele huu ni wa Mbeya, falidhaa kwa mchele kautoa madumizi au kauokota hapo nyuma, lakini leo afanye biashara yake iende, anasema anataka nitoboe katika dunia. Tutasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ewe toboe kwenye dunia kwa kuweka mchele upaka mafuta juu, alafu mchele mbovu uweka chini. Umetoboa dunia au umeharibu akhera? Jawabu mwenyewe unalo. Wewe umeharibu akhera yako. Wewe hujatoboa. Wewe umejenga nyumba moja, wewe umeweka mchele juu mwapindulia. Falidhalika tumeanza mbali al-ibadi na ahlu as-suq ya kwamba fanaleni vitabu Allah kwa hadithi hii ya Mtume, vitabu dhulma, ogopeni kubabaisha. Kama hitoshi, katika hadithi ya Hurairah ipo katika Bukhari, asema barra sallallahu alaihi wasallam birajuli, Mtume alipita kwa mtu mmoja katika sokoni, yuauza biashara yake yabiu ta'ama, yuauza chakula katika bonge la jungu. Fa adkhala yadahu fiha, Mtume aingiza mkono katika kile chakula. Maana umemjia wahi katika hadithi ya Abi Daudi imekuja, alipewa wahi kwamba hiki chakula ndani kuna nini. Aiywa illa man tawa bi rasuli, uwahi wanapewa wale ambao anawafanyaje wanaridhia katika mitume wake. Anaweza kuagiza mambo yanayokuja katika man tawa bi rasuli, lakini hakuna anayefahamu ghaibu isipokuwa nani? Fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah, lakini anaweza kuwachunguzea mitume wake. Mtume anapewa wahi kwamba chakula hilo ndio lungu hilo, kaingiza mkono. Fa adkhala yadahu fiha, fi sub'ati ta'am, katika kile chombo. Mara anakuta kule ndani ni maji tu. Asema ma hada ya sahibi ta'am, hivi musa chakula hiki nini? Yani fanalati asabihu badala, mkono wake akuta ni maji tupu chini. Sahibu ta'am Mtume amwambia asabati samau, chakula hiki kimetoka nini? Maji, mvua ilinyesha, basi maji yakatokea. Sasa anamwambia afala ja'altahu fawqa ta'ami, kwa nini usichukue kibaya sasa ambacho kimeloa usiweke juu ya vizuri? Afala ja'altahu fawqa ta'ami, kwa nini uchukue mchele wa kupaka mafuta uweke juu melemete, alafu ule mwingine ufukie? Afala ja'altahu, subhanallah. Sasa hizi hali kwa watu wa masokoni sisi, wallahi hawa wachukua bidhaa kule kwa bei ya kawaida, anakuja anampiga. Hautaki kupiga sana cha kuuza kwa kadri ya nini. Sasa uampiga kitu cha shilingi 500 yauzia 2000 au 3000, asema ni biashara kwa hizo natakafanyaje kwa kutana wenyewe wauzianaje. Hapana, usipige sana, hatakikani. Hiyo unachokula kinachozidi kile mwenyewe dhulma, umekula haramu. Subhanallah. Mtume anamwambia kwa nini usiweke chakula hiki kilichoharibika juu? Kwa nini usiweke mchele mbovu, mchele wa watu matumizi ndani huko? Unasema wambea, kwa nini usiweke hapo? Asema tumbo la Tanga, kumbe kaliokota wapi? Sio la Tanga tumbo hilo. Anauza kwa shilingi 1000 badala ya 200. Falidhalika fa'alina bitaqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inatisha kwa kwamba hautakiwi kubaishana kwenye biashara. Mtume akamwambia baada ya hapo, man ghashana falaysa minna, yeyote mwenye kufanya ghish, udanganyifu, tapeli na maovu kwa lengo la kutoboa katika dunia,
na alikuwa amepoteza akhera yake, falaisa minna, laisa min tariqatina wa sunnatina, huwa hayupo katika njia hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatan billah, hali mbaya, na hizi ndio hali ambazo tuko nazo. Kwa hiyo hapa anaingia kwenye kuuza mchele sio peke yake, anaingia kwenye kuuza nguo, vyombo na wengineo mfano wake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ujumbe, ni lazima tuufikishe ujumbe huu kwamba alayhi kitabu Allah, ni juu yetu tulazimiane na kumcha Allah, kama alivyosema kitabu dhulma fa inna dhulma dhulmatu yawm al-qiyamah. Iogopeni dhulma, kwa hakika dhulma ni kiza totoro, lakini akimaanisha kwamba hii dhulma kwa maana ya adhabu wal ukuba, ni adhabu na shida siku ya kiyama. Kwa hiyo tunatuzidi, maana umekula na umefukia cha haramu na umenenepa na umejaa kwa chakula cha haramu, basi Abdul Qadir Jilani ana maneno yake mazuri ya kuhusia mwanae, ya umei, kijana changu, la taakulu ta'ama al-haram, usile chakula cha haramu, kile kilichozidi katika haramu usile, kwa babashaji kama huu. Fa inna ta'ama al-haram yumitu al-qalba, chakula cha haramu kinaua nini? Kinaua moyo. Abdul Qadir Jilani maneno haya mazito sana. Kumbe kinachozidi hiko sio cha kwako, umefanya utapeli, usile, kwa sababu kila hiko bila shaka moyo unakuwa msusuavu na kufa. Yumitu al-qalba ya billah. Sasa kama umekula ngapi katika hizo pesa za ziada, umekula ngapi? Ayya billah, lazima tufanye toba, turudi kwa Allah jalla wa ala. Kwa lazima sio hiari Muislamu ajiepushe na kula haramu kinachozidi katika njia kama hiyo ambayo tumeibainisha, lakini pia njia ya ghishi, udanganyifu kama huo ambao tumeueleza, na kuja katika hadithi ya Imam Bukhari iliyopo katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tumeibainisha sasa hivi, kuonyesha kwamba jambo hilo ni hatari mno, mpaka amwambia kwa nini usiweke chakula hiki ambacho kilichoharibika usiweke juu na hiki kizuri ukakiweka chini, kuonyesha kwamba umefanya jambo baya, umefanya jambo la ghishi, huu ni utapeli. Hilo la kwanza katika kubainisha leo mambo ya dhulma katika zile kabairi dhunubi wa saghari, zile kubwa katika madhambi na ndogo. Lakini pia katika dhulma zimeendelea katlu an-nafsi, watu kuuana wao kwa wao, ima kupakana kwenye masoko au kwenye mashamba huko wanadhulumiana, waongeza mkuu shida kila siku kwa kapakana naye mwenzake, anaongeza anaingia ndani. Itaku dhulma ya jamaa alkheri, yuachota kila siku au kapakana naye yupo kwa leo yupo hapa na hapa, fadhilika yuaenda kwa mganga kwa sababu zake anauza sana, basi anakwenda kumtengeneza, anakwenda kwa jamaa, anasema naenda ndani huko Mbweni, ndani kabisa wao wanaenda nyumba zangu kwa Mbweni haina maana kama Mbweni peke yake na maeneo mengine, fadhilika hii ni mbali mtadhali. Sasa yakimbia anatengeneza ili kumfanyaje? Qatlu nafs, yuamua Allah asemaje, wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bilhaq wa man qutila madhluma faqad ja'alna liwalihi sultana. Katika aya nyingine imekuja sura Al-Furqan aya 68 hii, walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq wala yaznun. Katika aya kuna mwangaji, kwanza hawafanyi shirki, hawamuombi asiyekuwa Allah katika ibada zao zote, hawamtegemea asiyekuwa Allah, la yad'una ma'a Allah ilahan akhar. Lakini pili, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, hawaoni nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa illa bilhaq, isipokuwa labda imepatikaniwa haki yafaa kuuawa. Mathalan yeye ni Muislamu, tupo katika dola ya Kiislamu, sio Tanzania, amezini, lakini dola ni ya Kiislamu, sio dola hii ya demokrasia Tanzania. Dola ya Kiislamu, kitabu na sunna yatakiwa uliwe kama ameoa muhsan, alioa atakiwa apigwe bali kama afya. Kwa hiyo alioa kwa haki
na sio kwa dhulma. Kadhalika ikiwa amezini lakini hajafanya hajaoa, imekuja sharia apigwe nini? Bakora 100 aya ya 2 surati Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waliyashhad 'adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hii aya yaonyesha wazi kwamba iqabu yao hawa ambao wamezini lakini hawajafanya hawajaifanyika, bila shaka wanapigwa bakora 100 kwa hii aya ambayo tumeisoma sasa hivi. Watakiwa wapigwe na msiwaonee huruma, wala ta'khudhukum bihi marafa, msiwaonee huruma na pia mshuhudie adhabu yao. Hii ni katika gani? Sio Tanzania. Tanzania hapa kifanya hiyo maana tunapata habari yao. Falidhalika tupo katika nchi ya tunasema tuna kanuni na sio nchi ya Kiislamu. Na katika nchi ya Kiislamu tunafaa kuuliwa kwa haki. Kinyume na haki ambayo tumezitaja haifai. Kwa hiyo kumbe hiyo dhulma ambayo umeifanya kumua ndugu yako sababu ya mali au kumvizia pikipiki lake bado mpya ukampiga roba, itaku dhulma fa inna dhulma dhulmatu yawm al-qiyamah. Kapata baadhi yake mtu yeye kaangaika, kapewa mkopo na ndugu yake, mkopo mmoja ndio hakuna riba. Sasa yeye kumvizia na panga lake achukue ile bajaji, itaku dhulma fa inna dhulma dhulmatu yawm al-qiyamah. Falidhalika fa'alaina bi taqwa Allah.